hapa juzi mtoto wa mchungaji Mbarikiwa Helbert Mlelwa amekamatwa Jumanne tarehe 15 mwezi wa 4. Amekamatwa kwa sababu ya kupinga dhuluma, kwa sababu ya kupinga mabaya, sababu ya kupinga vile ambavyo walimkamata Tundu Lissu na kumweka mahali ambapo hapajulikani. Alikamatwa kwa sababu ya kukemea pendekezo la serikali au nchi itambuliwe kwa sababu ya mziki wa singeli, mziki wa malaya, mziki wa huni, mziki wa wazinzi, mziki wa watu walioshindikana, waliolaniwa, wanacheza wako uchi, wanacheza vigodoro, wanashikana mambo ya zinaa. Wizara na nchi imeamua tuchukue mziki mmoja tuufanye kuwa ndio alama ya Tanzania. Hii haina maana ya miziki mingine imewekwa kando, la hasha. Lakini tumeona umefika wakati sasa kujitanabahisha kama taifa, ili dunia nzima ikisikia tu wimbo huo inajua hii ni Tanzania, ikisikia mirindimo hiyo inajua hii ni Tanzania. Na mziki ambao tumeona tuufanye hivyo ni singeli. Ameweka kisuzuni mpaka leo ni siku kama ya 6 ambapo mimi nasema free Helbert Mlelwa. Serikali kwa najua rafiki wa kweli kabisa ni yule ambaye atakuwa anaongea baadhi ya mambo ambayo hayako sawa. Najua nchi yetu haiwezi kuwa salama kwa kuwa na kundi la watu ambao wanasifia tu kwamba kila kitu kiko sawa. Hapana. Wakati mwingine mambo yanapokuwa haendi sawa, rafiki wa kweli kabisa ni yule ambaye utaona ukikosea anakuambia hapa rafiki yangu umekosea. Hayo ndio maisha, na kwa maisha kama hayo tutakuwa salama kama taifa. Lakini hali ya kutekana, mtu anapoongea tu, anapokemea ubaya fulani, anapokemea maamuzi fulani ya hovyo juu ya nchi, juu ya serikali au viongozi wetu, mnakimbilia kutuma majeshi ya polisi kumkamata. Hapana nchi yangu, hapana viongozi wangu, nchi yetu haitakuwa salama. Najua Helbert Mlelwa hana hatia katika yote ambayo aliyafanya. Hana hatia kabisa, hana hatia, kwa sababu kwa mujibu wa Biblia hiyo ndio kuhubiri Injili. Kwa sababu gani? Sikia maandiko haya katika Luka 13, Luka mtakatifu sura ya 13 mstari wa 31 mpaka 32. Hizi ni habari za Yesu alimkemea mfalme Herode. Sikia, inasema kwamba saa ile Mafarisayo kadha wa kadha walimwendea wakamwambia, toka hapa uende mahali pengine, kwa sababu Herode anataka kukuua. Herode anakuwinda, anataka kukuua. Aliwajibu nini? 32. Akawaambia, nendeni mkamwambie yule mbweha, tazama leo na kesho natoa pepo na kuponya wagonjwa, siku ya 3 nakamilishwa. Yesu aliposikia habari za kwamba mfalme Herode anakuwinda kukamata, hakunyamaza. Aliwaambia kwamba nendeni mkamwambie yule mbweha. Sasa hapa ni mfalme anakemewa tena kwa lugha ya kuitwa jina la mnyama. Yohana sura ya 3 mstari wa 18.